Asante mkuu wa wilaya. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana mkuu wa wilaya. Mheshimiwa Waziri, karibu sana kata ya Mkuyuni. Natambua uwepo wako na viongozi wote ulioambatana kwenye ziara yako ya leo, lakini wa kipekee pia nimshukuru mkuu wa wilaya kwa uwepo wako hapa. Natambua uwepo wako na timu yako kiongozwa na kamati ya ulinzi na usalama. Natambua pia uwepo wako, lakini pia natambua uwepo wa kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji, nimemuona hapa. Pia natambua uwepo wa viongozi serikali za mitaa kwa maana ya mtendaji wetu wa kata na maafisa wote wa ngazi ya kata, kwenye viti wa mitaa ambaye tumemwona ametoka kuongea hapa kutufungulia mkutano. Lakini pia niwatambue viongozi wa chama, naona wako hapa kwa ngazi zote, ngazi ya kata mpaka huko mabalozi. Hivyo niwatambue uwepo wa wananchi wote wa kata ya Mkuyuni, hali kadhalika na kata jirani ya Butimba. Natambua uwepo wenu. Lakini mwisho pia niwatambue waandishi wa habari ambao mko mahali hapa siku ya leo. Natambua pia uwepo wenu. Niliye mbele yenu kwa majina naitwa Richard Sebastian Masesa, ndiye diwani wa kata ya Mkuyuni. Mheshimiwa Waziri, karibu sana tena kwa mara nyingine Mkuyuni. Kwanza ninakupongeza wewe kwa kazi kubwa ulioifanya. Nakumbuka ulikuja mwaka jana ukatoa maelekezo ukimsii mkandarasi kuhakikisha hii barabara inakamilika ndani ya muda, na tumesikiliza leo kupita kwa msimamizi wa mradi, meneja wa TANROADS ametueleza barabara yetu imekamilika kwa 99%. Tumpongeze mkandarasi, tumpongeze meneja wa TANROADS, lakini pia tumpongeze waziri wetu kwa sababu alikuwa anafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha hii barabara inapitika muda wote. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, naomba tufikishie salamu nyingi sana za upendo kwa rais wetu, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuelekeza pesa, kutenga pesa kwa ajili ya kukamilisha mradi wa barabara hii. Naomba sana tufikishie salamu hizo nyingi sana. Lakini kwa kipekee, Mheshimiwa Waziri, nikupongeze tena. Ulipokuja nilikuomba taa za barabarani na ukalieleza kwamba hili linawezekana, na leo nataka niseme mbele yako, wananchi wa Mkuyuni wana furaha sana. Wanapita muda wote na wanafanya biashara muda wote. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, wiki iliyopita siku ya Jumanne tulikumbwa na changamoto kwenye kata yetu ya Mkuyuni na kata jirani. Kuna mvua ilinyesha kwa takribani siku 2 na ni kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika kanda yetu hii, kata yetu ya Mkuyuni na Nyamagana kwa ujumla. Katika athari zilizotokana na zile mvua zilileta changamoto. Kuna baadhi ya miji iliingiliwa na maji, lakini pia na wafanyabiashara bidhaa zao zililowa na maji. Lakini baada ya kupata taarifa hiyo, nilimpigia simu mara moja mkuu wetu wa wilaya, na hapa nimpongeze mama yetu, Mama Amina Nasoro Makladi, kwa uthubutu na kwa kuja kwa wakati pamoja na timu yake ya kamati ya ulinzi na usalama. Na kupongeza sana mama. Walifanya kila linalowezekana kwa kushirikiana na jeshi la uokoaji kuhakikisha tunaokoa wote ambao walioingiliwa na maji, na mpaka ninavyokuambia hivi leo hakuna ripoti yoyote ya kifo katika miji ambayo maji yaliwaingia wakati sehemu wanazoishi. Changamoto tulioipata Mheshimiwa Waziri ni kwa watu wangu wa biashara. Kama unavyojua sasa hivi tunafanya biashara masaa 24. Maji yaliingia kwenye bidhaa zao na leo wako hapa na pengine watataka kukusikia, na wewe ni mzee wa vitendo, na nimefuatilia kidogo nikagundua kumbe umesoma Pugu, na mimi pia nimesoma Pugu.
Kwa hiyo sasa wote tumekutana huku, hakuna kitakachoshindikana. Hapo vipi? Kwa hiyo Mheshimiwa, hicho ndio kilio cha wafanyabiashara. Tulipita na mkuu wa wilaya, lakini hatukuwa na namna ya kufanya cha kuwafuta machozi. Pengine leo unaweza ukasema lolote. Sasa mkuu na Mheshimiwa Waziri, changamoto ya haya maji tumefikiria sisi kwenye level yetu, tukafikiria kwamba sababu nyingine inayosababisha haya maji au pengine kuingia kwenye nyumba ni watu kujenga karibu na hii chanzo cha mto. Kwa hiyo ninakuomba ili kupendeza, hawa watu ambao wameingia jirani na mto basi wafanyiwe utaratibu wa kufidiwa ili wapishe ule mto uwe free, hata ikitokea basi maji hawezi kwenda kwenye zile nyumba. Hilo ndilo ombi langu la kwanza. Ombi langu la pili, ukiangalia huu mtaro haujafika mpaka kule mwisho, na hili nakuomba, hata marehemu mwenyekiti wangu Mzee Malipo, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, alinieleza hilo kwamba hizi kingo zikiongezwa mpaka kule karibia na reli kwa kiasi fulani, hata maji yakija hayatoathiri upande mwingine. Kwa hiyo hili pia ninakuomba Mheshimiwa Waziri, najua liko ndani ya uwezo wako, basi wasogeze mpaka kule mwisho kwa kingo zote mbili, ili yale maji yawe yanapita katika mtiririko wake, yasisambae kuathiri watu jirani. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, nilijaribu wakati ujenzi unaendelea wa barabara kumshinikiza meneja anayemsimamia mkandarasi kiasi cha mtaro ile ambayo inaleta maji sasa fida ile kwenye hii main barabara. Aliniambia wao wanaenda mita 8. Sasa ukiangalia ubora wa barabara hii na mitaro iliyopo kwenye mitaa yetu, kwa kweli haiendani. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, ikiwezekana mitaro hii, maana niliongea na TARURA, nimemuona meneja wa TARURA hapa Nyamagana, alishauri kwamba kwa nini, kwa sababu ni mradi mkubwa huu, tumuombe TANROADS kupitia waziri amalize na hii mitaro midogo midogo, ili maji yawe yanapita bila kuleta bugza yoyote. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kutenga muda wako wa kuja kutupa pole pia wana Mkuyuni kwa adha ambayo tulioipata. Lakini mwisho, ndio sisi wanasiasa tuna mwisho na mwisho tena. Mwisho kabisa, tulikuwa tunaomba kwenye hii kufanya tathmini, kwa sababu lawama nyingi zinaelekeza huu mradi wa standard gauge. Kwa hiyo nilikuwa naomba iundwe timu kutoka chini ya wizara yako, pia timu kutoka bonde la Ziwa Victoria, kitengo cha mazingira. Nashukuru waziri mwenye dhamana ya mazingira na muungano alikuwa hapa, na yeye alisema tayari ameshampa maelekezo mwenye katibu wa wizara hiyo, pia kuwashirikisha na wale wakandarasi au mainjinia wa mradi wa standard gauge, kuangalia namna nzuri ya kupunguza spidi ya maji kuja katika mtu anakuja kwenye daraja, ili kuepukana na madhara ambayo yanatokea kila wakati. Baada ya kusema hayo, asante sana na kushukuru sana kwa kunipa nafasi.